Ulimwengu una mamilioni ya wanadamu ambao wanaishi ndani yake, lakini moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika ulimwengu ana roho inayotofautiana na roho ya mwanadamu mwingine. Wapo wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na roho nzuri, lakini wapo wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na roho mbaya. Wewe binafsi unaweza kujitambua kama ni mwanadamu mwenye roho nzuri au mwenye roho mbaya kupitia matendo yako. Hata watu wengine pia kwa haraka haraka unaweza kuwatambua kama watu wenye roho nzuri au wenye roho mbaya kupitia matendo yao. Lakini pia zipo ishara mbalimbali ambazo zikitokea kwenye maisha yako ama ukiona zinatokea kwenye maisha ya mwanadamu mwingine, ujue huyo ni mwanadamu mwenye roho nzuri kuliko anavyoonekana. Katika video hii nitakwenda kukwambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Na kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine. Namba 1, wewe ni mwanadamu ambaye watoto wengi wanapenda kukaa karibu na wewe katika maeneo mbalimbali ambayo huwa unakuwa. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine ni binadamu ambao watoto wengi huwa wanavutiwa nao. Na ndio maana wakati mwingine hata unapoingia kwenye makazi ya mtu, ikiwa katika makazi hayo kuna mtoto alikuwa analia, ujio wako tu huwa unafanya mtoto huyo anyamaze. Na mara nyingi hata unapokuwa umekaa katika makazi ya mtu, asilimia kubwa ya watoto wadogo ambao wapo katika makazi hayo wanapenda kukaa karibu na wewe. Inawezekana hauko peke yako katika makazi hayo, huenda umeambatana na ndugu, rafiki pamoja na jamaa zako wengine, lakini cha kushangaza, watoto wadogo hawakai karibu na rafiki zako wengine, bali wanakaa karibu na wewe, wanapenda kucheka na wewe, wanapenda kuzungumza na wewe. Na hali kama hiyo imekuwa ikijirudia katika maeneo mbalimbali ambayo huwa unakuwa, na hali hiyo haiishi kujionesha kwa watoto wadogo ambao wanaufahamu, hata kwa watoto wachanga ambao bado hawajawa na ufahamu. Wanaposhikwa na watu wengine wanalia, lakini pindi wewe unapowashika watoto hao wananyamaza. Na hali hiyo imekuwa ikikushangaza, ni kwa nini watoto wadogo wanapokuwa kwenye mikono yako huwa wanakuwa na utulivu, wanakuwa na furaha, wanatabasamu na kucheka kabisa kuliko wanapokuwa kwenye mikono ya watu wengine? Ni kwa sababu watoto wanaweza kuhisi uhalisia wa moyo wa mtu. Ukiona ishara kama hiyo, basi wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wana roho nzuri kuliko wanadamu wengine. Namba 2, unapotembelea katika maeneo mbalimbali yenye uwepo wa wanyama, asilimia kubwa ya wanyama ambao wapo katika eneo hilo wanapenda kuwa karibu na wewe. Moja kati ya siri ambazo natamani kila mwanadamu aweze kuzijua na kuishi nazo katika maisha yake, wanyama ni miongoni mwa viumbe wanaoweza kuona siri mbalimbali za kiroho ambazo wanadamu hawawezi kuziona. Na ndiyo maana anapoingia katika makazi yako mwanadamu mwenye nia mbaya, wanyama wengi ambao wapo katika makazi yako wanaweza kuonesha ishara mbalimbali ambazo si za kawaida. Hata wachawi wanapokuja kwenye makazi yako, kuna ishara mbalimbali ambazo mbwa, bata, kuku, njiwa pamoja na paka wanaweza kuzionesha. Lakini pia hata anapokuja mwanadamu mwenye nia njema, mwanadamu mwenye roho nzuri, pia kupitia wanyama mbalimbali unaweza ukabaini kuwa huyo ni mwanadamu mwenye roho nzuri kuliko wanadamu wengine. Ikiwa katika makazi yako umefuga mbwa ama umefuga paka ama umefuga wanyama wengine
anapoingia mwanadamu mwenye roho nzuri na nafsi safi, utaona wanyama wengi ambao wapo katika makazi yako wanakuwa wanakaa karibu naye. Inawezekana mbwa ambao wapo katika makazi yako ni wakali sana, lakini pindi atakapoingia mwanadamu mwenye roho nzuri, utaona ndani ya muda mfupi sana wanamzoea mtu huyo na wanakuwa wanapenda kukaa karibu naye. Kama ni paka, mtu huyo atakapoingia kwenye makazi yako na kuketi, utaona paka anaenda kuketi pembeni naye au ataketi chini ya miguu yake. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao ishara kama hiyo imekuwa ikijirudia mara kwa mara katika maisha yako, na umekuwa ukijiuliza ni kwa nini wanyama wengi huwa wanachagua kukaa karibu na wewe hali ya kuwa hauko peke yako katika eneo hilo, ni kwa sababu wanyama wanaweza kuona ishara mbalimbali za kiroho ambazo wanadamu wa kawaida hawawezi kuziona. Hivyo ni ishara ya wazi kuwa huenda ukawa wewe ni mwanadamu mwenye roho nzuri kuliko wanadamu wengine. Namba 3, wewe ni mwepesi wa kusamehe na kusahau pindi wanadamu wengine wanapokukosea. Kwa kawaida tunaishi na wanadamu wenye tabia tofauti tofauti. Wapo wanadamu ambao kwa sababu ya mienendo na tabia zao huwa tunakwazika. Moja kati ya mambo ambayo hutokea baada ya mwanadamu kukwazwa na mwanadamu mwingine, wapo wanadamu ambao huendelea kuishi na vinyongo na kujenga chuki dhidi ya wale ambao wamewakosea. Lakini hata wanadamu walipowakosea walirudi na kuwaomba msamaha. Wapo wanadamu ambao walikataa kuwasamehe, waliendelea kuishi wakiwa na vinyongo katika mioyo yao. Hawa ni wanadamu wenye roho mbaya. Lakini wapo wanadamu ambao pindi wanapokwazwa ama kukosewa na watu wengine, hata kabla ya kuombwa msamaha, wanaweza kuwasamehe watu hao na kusahau kuhusiana na makosa ambayo wamewafanyia. Lakini pia hata wanapoombwa msamaha husamehe kiurahisi kuliko wanadamu wengine, na mioyo yao husahau kila kitu kuhusiana na makosa ambayo walikuwa wamefanyiwa. Endapo wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaweza kusamehe kiurahisi, basi ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko wanadamu wengine. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye unapogundua umekosea ni mwepesi wa kuomba msamaha kuliko inavyokuwa kwa wanadamu wengine. Asilimia kubwa ya wanadamu wenye roho nzuri kuliko wanadamu wengine hawapendi kuwatendea watu wengine mambo ambayo wao hawapendi kutendewa. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanapogundua wamewafanyia makosa wanadamu wengine, hujishusha haraka sana na kuwaomba msamaha watu wengine, kwani mara nyingi ni watu ambao huwa wanajiuliza, kitendo ambacho nimekifanya kama ingekuwa ni mimi nimefanyiwa ningejisikiaje? Wanapenda kuvaa viatu vya watu wengine katika mambo mbalimbali ambayo wanawatendea watu wengine. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao si wa binafsi, unapowatendea watu wengine huwa unajiuliza, hivi ingekuwa ni mimi nimetendewa kitu hicho ningejisikiaje? Na unapogundua umekosea unajishusha haraka sana na kuomba msamaha, basi ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wana roho nzuri kuliko binadamu wengine. Namba 5, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unajitoa na kuwasaidia watu wengine. Moja kati ya tabia ambazo wanazo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine ni tabia ya kujitoa na kuwasaidia binadamu wengine. Hawa ni wanadamu ambao hawapendi kuona binadamu wengine wakiteseka. Hata inapotokea wameona watu wengine wanateseka alafu wakashindwa kuwasaidia, binadamu wa kundi hili hujisikia huzuni na kuhisi kana kwamba wameshindwa kutimiza jukumu ambalo walipaswa kulitimiza. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu wa kundi hili, jipongeze, kwa sababu si kila mwanadamu amezaliwa akiwa na moyo mzuri na nafsi safi kama ambavyo wewe umezaliwa ukiwa nayo.